Vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vimesema kuwa wimbi la hivi karibuni la operesheni zao za kulipiza kisasi limepiga miundombinu ya anga na droni ya Marekani na Israeli pamoja na maficho ya vikosi vyao katika maeneo kadhaa ya kieneo. IRGC ilitangaza katika taarifa mnamo Machi 29 kwamba wimbi la 86 la operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 4 lilizinduliwa mapema alfajiri ya Jumapili kwa mfumo wa hatua nyingi, likihusisha mashambulizi yaliyoratibiwa ya makombora na droni yaliyotekelezwa na kikosi cha anga cha IRGC pamoja na vikosi vya wanamaji dhidi ya malengo ya Marekani na Israeli katika eneo hilo. Kulingana na taarifa hiyo, katika awamu ya kwanza ya operesheni, mashambulizi ya makombora na droni yalilenga miundombinu ya uendeshaji wa anga na droni pamoja na maghala ya silaha katika vituo vya Marekani, ikiwa ni pamoja na Victoria, Arifujani na Ali Khariji. IRGC iliongeza kuwa katika hatua zilizofuata, maficho ya vikosi vya kigaidi vya majeshi ya Marekani na Israel pamoja na vipengele vinavyohusishwa na kundi la Komola vililengwa kwa usahihi katika maeneo mbalimbali yakiwemo Aradi, Negev, Tel Aviv, Erbil, kikosi cha 5 cha wanamaji cha Marekani na Al-Dhafra. Aidha, ilisema kuwa moshi mzito na milipuko katika eneo lote pamoja na picha zinazoonyesha mabaki ya ndege za Marekani zenye thamani ya mamilioni ya dola zimezuia juhudi za maofisa na vyombo vya habari katika nchi washirika wa Marekani katika eneo hilo kuzuia taarifa za mashambulizi ya Iran. Wakati hayo yakichomoza, msemaji wa makao makuu ya Khatamu Ali Anibia ya Iran ameonya kuwa uvamizi wowote wa ardhini wa Marekani au jaribio la kukalia ardhi ya Iran utaishia katika matokeo mabaya sana, akisema vikosi vya Marekani vitakabiliwa na maangamizi na hata kuwa chakula cha papa katika Ghuba ya Uajemi. Katika taarifa iliyotolewa Jumapili Machi 29, Ibrahim Zulfikari alionya Marekani dhidi ya uvamizi wowote wa ardhini wa Iran, akisema hatua kama hiyo itasababisha matokeo makali na ya kudhalilisha kwa vikosi vya Marekani. Alirejelea vitisho vya mara kwa mara vya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa operesheni za ardhini na kukaliwa kwa visiwa katika Ghuba ya Uajemi, akielezea mipango hiyo kuwa si halisi. Alisema kuwa rais huyo ameathiriwa na shinikizo za nje na kumshutumu kwa kuchukua misimamo isiyothabiti na isiyotegemewa. Msemaji huyo alibainisha kuwa uongozi wa Marekani umekabidhi uongozi wa kijeshi kwa mtu ambaye maamuzi yake yameweka vikosi vya Marekani katika dimbwi hatari la mauti, akiongeza kuwa askari wa Marekani katika eneo hilo tayari wanakabiliwa na vitisho vikubwa kila siku. Aliendelea kusema kuwa vikosi vya Marekani vimejiondoa kutoka vituo vilivyoharibiwa na kutafuta hifadhi katika maeneo ya kiraia na kiuchumi katika nchi za kieneo, huku bado vikiwa katika hatari ya kushambuliwa. Akizungumzia uwezekano wa uvamizi wa ardhini, Zulfikari alisema vikosi vya Irani vimekuwa tayari kwa muda mrefu kwa hali kama hiyo na vinasubiri kujibu. Alionya kuwa kitendo chochote cha uchokozi au uvamizi kitasababisha matokeo kama kukamatwa, kusambaratika na kutoweka kwa vikosi vinavyovamia. Aliongeza kuwa makamanda na askari wa Marekani hatimaye watageuka kuwa chakula cha papa katika Ghuba ya Uajemi, akisisitiza uzito wa matokeo hayo. Msemaji huyo pia aliwahimiza viongozi wa Marekani kujifunza historia ya Iran na kupata funzo kutokana na mapambano ya zamani na wavamizi wa kigeni, akionya dhidi ya maamuzi yasiyo sahihi ambayo yanaweza kusababisha vifo vingi vya askari wa Marekani. Alimalizia kwa kusema kuwa vikosi vya ulinzi vya Iran viko tayari na vitakabiliana kwa udhibiti jaribio lolote la kutekeleza vitisho hivyo. Marekani na utawala wa Israeli walizindua kampeni kubwa ya kijeshi bila uchokozi dhidi ya Iran kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said al-Khamenei pamoja na makamanda kadhaa wakuu wa kijeshi na raia mnamo Februari 28 mwaka huu. Mashambulizi haya yamehusisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo ya kijeshi na kiraia kote Irani na kusababisha vifo vingi pamoja na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Kwa kujibu, vikosi vya ulinzi vya Irani vimefanya operesheni za kulipiza kisasi vikilenga maeneo ya Marekani na Israeli katika maeneo yanayokaliwa pamoja na vituo vya kieneo kwa mawimbi ya makombora na drone. Mtazamaji,
Ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.